Katika mkutano wa World Government Summit katika ngazi ya mkuu wa nchi. Tangu mikutano hii ilivyoanza kufanyika mwaka 2013. Na mikutano yote hii inafanyika Umoja wa Falme za Kiarabu, hususan pale Dubai. Pili, Mheshimiwa Rais alishiriki kwenye mijadala ya kijopo kuhusu uwekezaji barani Afrika. Na hii ni heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais wetu alipewa, akishiriki katika jopo hilo pamoja na Waziri Mkuu wa Msumbiji chini ya moderation ama uwezeshaji wa Dr. Akinwumi Adesina, alikuwa rais wa Benki ya Maendeleo Afrika. Dunia nzima ilikuwa inaangalia mjadala huu kuhusu fursa za uwekezaji barani Afrika, na sauti ya Mheshimiwa Rais ilisikika katika mkutano huo. Kwa hiyo ni jambo la fahari sana. Na kupitia jopo hilo Mheshimiwa Rais aliweza kuzungumzia fursa na mazingira chanya ya uwekezaji na biashara iliyopo nchini Tanzania, na kuieleza Tanzania kama kivutio cha uwekezaji hasa katika sekta za nishati, miundombinu, madini, kilimo, lojistiki na uzalishaji kupitia viwanda. Mbali ya kushiriki katika jopo hilo na kushiriki katika uzinduzi ambao mwenzangu Mheshimiwa Balozi John Ulanga atazungumzia, wa Global Africa Investment Summit iliyofanyika tarehe 4, Mheshimiwa Rais pia alitumia ziara hiyo ya kikazi kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi mbalimbali wakiwemo wafuatao. Alikutana na Mheshimiwa Gaston Brown ambaye ni Waziri Mkuu wa Antigua and Barbuda pembezoni mwa mkutano huo, na walizungumza masuala mbalimbali kuhusu mahusiano ya uwili baina ya Antigua and Barbuda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo zipo fursa kadhaa katika eneo hilo la ushirikiano, ikiwemo kukuza sekta ya utalii na sekta ya uchumi wa buluu. Lakini zaidi, Antigua and Barbuda itakuwa mwenyekiti na mwenyeji wa mkutano wa wakuu wa nchi ama wakuu wa serikali wa Jumuiya ya Madola ambao utafanyika mwezi Novemba mwaka huu huko Antigua and Barbuda. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa adhimu ya viongozi wawili kuzungumza kwa namna wanavyoweza kushamirisha uhusiano baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Antigua and Barbuda. Pili, alikutana na Katibu Mkuu wa Shirika la Utalii la Umoja wa Mataifa anaitwa Sheikh Al-Nawais, nao walizungumzia kuhusu kukuza sekta ya utalii nchini, hususan eneo ambalo linaweza likawa na tija kubwa kwa nchi yetu, eneo la utalii wa utamaduni. Lakini kama wote tunavyofahamu kwamba Tanzania itakuwa mwenyeji wa michezo ya AFCON mwaka 2027, hivyo kuna utalii wa michezo, hilo jambo pia lilizungumziwa. Hizo zote ni fursa kwa wananchi ambao wanashiriki katika sekta hiyo. Tatu, alikuwa miongoni mwa viongozi kutoka Afrika ambao walikutana na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mheshimiwa Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ambapo pia walipata kwa muda mfupi fursa ya kushamirisha mahusiano baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Umoja wa Falme za Kiarabu. 4, alikutana na Mheshimiwa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ambaye ni makamu wa rais na waziri mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini pia ni mtawala wa Dubai, ambapo walikuwa na mazungumzo chanya namna ya kuimarisha uhusiano baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Umoja wa Falme za Kiarabu, hususan katika sekta ya utalii, lakini lojistiki na uchumi kwa ujumla. Pia alikutana na afisa mtendaji mkuu na mwanzilishi wa kundi la makampuni ya Masa anaitwa Pratik Suri. Kampuni hii inafanya uwekezaji mkubwa na ina hisa katika makampuni makubwa kama vile Hisense na TCL, na yeye pia ameiona Tanzania kama eneo ambalo anakusudia kuja kufanya uwekezaji. Kwa dakika moja nieleze faida za ushiriki wa nchi katika mkutano huo. Kwanza,
Kwenye diplomasia tunasema usipokuwepo mezani kama mlaji, basi upo mezani kama mliwa. Sijui kama ni Kiswahili kizuri. Kwa maana nyingine, if you are not at the table, then you are part of the menu. Ndio Kiingereza chake hicho. Sasa Tanzania kwa kushiriki katika mikutano hii na kushiriki katika ngazi ya juu kabisa kwa maana ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaweza kuchangia kwenye mijadala, tunaumba, yani shaping mijadala, tunaingiza maslahi yetu kupitia mijadala, tunatetea maslahi yetu kupitia mijadala hii. Kwa hiyo ndio faida mojawapo ya kushiriki, na Mheshimiwa Rais alishiriki katika jopo lile nililolitaja. Pili, inaonesha ama inadhihirisha kwamba Tanzania iko tayari kwa biashara na uwekezaji. Vyombo vingi vya kimataifa vina ripoti habari za mwaka jana, habari za uchaguzi na yale yaliyojiri baada ya uchaguzi, lakini kama nchi tunataka kuonyesha kwamba tunasonga mbele. Uchaguzi umepita na sasa tuko tayari kufanya biashara, tuko tayari kwa ajili ya uwekezaji. Kwa maana nyingine, sasa ni kazi na utu. Tatu, ni kukutana na viongozi wa serikali na sekta binafsi kujadili fursa mbalimbali ambazo zimeimarisha ushirikiano wa pande mbili, na hapa nimetaja UAE kama mfano pamoja na Antigua and Barbuda. Nne, ni kukuza diplomasia ama taswira ya nchi. Tanzania inapowakilishwa tena kwa ngazi ya juu kabisa ya mwanadiplomasia namba 1 Mheshimiwa Rais, tunakuza taswira ya nchi. Tanzania inaonekana kwenye ramani ya ulimwengu. Kwa hiyo hilo ni jambo chanya kabisa. Napenda kuchukua fursa hii kupitia kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kumpongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuongoza vyema katika ushiriki wetu kwenye mikutano hii miwili, ule wa Afrika ambao ni ngazi ya kikanda na ule wa World Government Summit kwa ngazi ya kimataifa, ambayo kwa pamoja imekuza diplomasia ya uchumi kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Rais amefungua milango ya fursa. Jukumu letu sisi wananchi na kupitia kwa wanahabari mliopo hapa, jukumu letu ni kufukuzia fursa hizo kutoka katika maeneo yote yaliyotajwa katika mawasilisho mbalimbali katika mkutano huu. Mheshimiwa Rais anaendelea kujenga thamani na heshima ya nchi yetu. Tunapaswa tumuunge mkono, tumtie moyo, anaonyesha njia, tumfuate. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Tuko mezani kula, sio kuliwa. Sasa nimuite mkurugenzi wa biashara ya kimataifa na diplomasia ya uchumi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, Balozi John Ulanga. Karibu sana. Asante sana mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa viongozi, ndugu wanahabari, naomba mimi niseme kwa ufupi sana mambo matatu ambayo kwa namna moja au nyingine yamegusiwa na wenzangu. Mheshimiwa Rais alipata muda alipokuwa Dubai kuwepo na kuhudhuria na kuongea katika uzinduzi wa jukwaa la kidunia la uwekezaji barani Afrika, Global African Investment Summit. Gilead amezungumza na Balozi Kaganda amezungumza. Wito tu kwa Watanzania, hasa sekta ya umma na sekta binafsi, hii ni fursa kubwa ya kupata mitaji. Kwa hiyo ningewaomba kwamba Mheshimiwa Rais ameshafanya kazi yake ya kufungua milango. Tunaamini jukwaa litakuwa na kikao mwezi wa 10 au wa 11 mwaka huu. Ni fursa sasa kwa sekta ya umma na sekta binafsi kuandaa miradi, kufanya upembuzi yakinifu, na pale ambapo jukwaa litafanyika basi wawe na miradi ambayo iko tayari kwa ajili ya kutafuta uwekezaji. Kwa hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, na Balozi Kaganda amezungumza, Mheshimiwa Rais alitumia pia muda kukutana na mwekezaji wa Masa Group, Pratik
Suri. Mwekezaji huyo ni mwekezaji kijana, nafikiri na miaka 37 38, lakini amekuwa na mafanikio makubwa sana katika sekta ya electronics na amevutiwa na mazingira ya uwekezaji Tanzania na ana nia ya kuwekeza karibu dola za Kimarekani milioni 500 katika maeneo mawili. Eneo la kwanza anataka kuwekeza katika kongani za viwanda, industrial park, ama Bagamoyo au Kwala, sisi tutamshauri. Na lengo lake ni kutengeneza vifaa vya electronics, hasa vifaa vinavyotengeneza mafriji, majokofu na vifaa vinavyotengeneza mifumo ya sauti, sound system. Yaani anataka kuwa wanaita original equipment manufacturer. Anatengeneza vile vifaa. Halafu kama kuna mwekezaji wa Kitanzania anataka kuwa na brand yake ya speaker, brand yake ya kamera za video, anaweza katengeneza kwa brand yake, yeye atakuwa ana supply zile equipment za ndani. Kwa hiyo ni fursa kubwa ya uwekezaji. Lakini fursa ya pili ambayo anaileta kwetu ni kutoa ufadhili kwa wabunifu wa Kitanzania. Anataka kuanzisha innovation fund kwa ajili ya startup companies za Tanzania. Yaani ataweka baadhi ya wawekezaji wake kutoa ruzuku kwa wabunifu wa Kitanzania na wawekezaji wadogo wadogo wa Kitanzania ili waweze kukua. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo ninaileta mbele yenu, ni juhudi za Mheshimiwa Rais, na huyo mwekezaji atakuja Tanzania siku si nyingi, ili sasa tuweze kumuunganisha na wawekezaji wadogo wadogo na wawekezaji wakubwa kwa ajili ya kutuonyesha hizo fursa ambazo amezileta au anazileta kwa ajili yetu. Swala la tatu, Mheshimiwa Waziri aliomba nizungumze kidogo kuhusu taarifa ya utekelezaji wa eneo huru la biashara barani Afrika, AfCFTA, taarifa ambayo iliwasilishwa kule Addis Ababa. AfCFTA ni eneo la pili kwa ukubwa la biashara duniani. Ukiachia mbali ile eneo la World Trade Organization ambaye ni dunia nzima, eneo la pili la ukubwa ni AfCFTA. Na kwa maendeleo kwa sasa in terms of maandalizi tumefikia pazuri sana. Nchi 54 katika nchi 55 za Afrika zimesaini mkataba wa AfCFTA. Nchi 48 zimesharidhia na kukabidhi hati za kuridhia katika sekretariat ya AfCFTA. Nchi zaidi ya 37 zimeshatoa mifumo ya kuondoa ushuru kwa bidhaa ambazo zinatengenezwa Afrika, na zile kanuni za asili, kanuni za biashara ya kidijitali zote zimekwisha kamilika. Maeneo manne ambayo pia ni fursa kwa Watanzania ndio maeneo ya kipaumbele tunapokwenda kuanzia mwaka huu mpaka mwaka 2030. Eneo la kwanza ni eneo la kilimo, hasa eneo la kilimo biashara, na kama ambavyo nafahamu Mheshimiwa Rais anasema na ameweka malengo ya Tanzania kuwa ni nchi inayolisha bara la Afrika, kulisha chakula bara la Afrika. Na eneo la kilimo ni eneo moja ambalo ni fursa kubwa. Eneo la pili, eneo la dawa na vifaa tiba, na Katibu Mkuu amezungumza, ni eneo tu sio kukidhi mahitaji ya ndani lakini soko la Afrika. Eneo la tatu ni eneo la usafirishaji, na kama ambavyo mnafahamu sasa hivi usafirishaji wa bidhaa kwenda nchi za jirani ni eneo kubwa ambalo linatusaidia katika kuingiza fedha za kigeni. Pia ni eneo ambalo ni eneo la kipaumbele katika AfCFTA. Na eneo la nne ni utengenezaji wa magari, kama ambavyo mnafahamu tumeweza kuvutia uwekezaji wa magari. Kwa hiyo naona ni fursa kubwa ambazo zinafungua kutokana na AfCFTA na juhudi za Mheshimiwa Rais ambaye pia katika AfCFTA ni kinara wa biashara kwa wanawake na vijana, ambaye anatumia msukumo kuhakikisha kwamba wanawake wanapata fursa za kuuza katika bara la Afrika. Kwa hiyo kuna fursa mbili kubwa: kufunguka soko la Afrika na kukuza mitaji kwa kuvutia mitaji katika bara la Afrika. Kwa ufupi naomba niishie hapo, mkurugenzi. Asante sana. Asante sana Balozi Ulanga kwa kutupitisha katika hayo. Bila shaka ndugu zangu wanahabari, kwa kusikiliza yote hayo tunaweza tukasema, na kama alivyoeleza Balozi Kaganda, kwamba safari ya kwanza ya Mheshimiwa Rais baada ya uchaguzi wa mwaka jana imekuwa ni ya diplomasia ya uchumi. Kwa tunaweza kusema huu mwezi Februari na haya tuliyoyasikia kutoka Addis Ababa unaweza ukafuzu kabisa kuitwa ni mwezi wa diplomasia ya uchumi. Tupokee maswali sasa. Na utauliza swali, utasema, utataja jina lako na chombo unachotoka, na tutauliza swali moja moja kwa ufupi, tusitoe maelezo. Karibu.
Asante mkurugenzi. Kidogo ni kama maswali kama mawili hivi au matatu hivi. Kwa kweli naomba niaulize tu. Uliza moja ili tutoe fursa kwa wengine pia. Okay. Naitwa John Bukuku kutoka Fushangwe. Swali langu naomba niulize swali la kwanza ambalo linasema, kwanza nimpongeze rais kwa kazi ambayo anafanya na serikali yake, hasa kwenye kutafuta mitaji na kutafuta fursa kwa ajili ya kuwawezesha vijana. Kwa mwaka huu na tunavyoendelea imejitahidi sana kuhakikisha inafanya vitu vizuri. Lakini nina wasiwasi na kikwazo kimoja, na sijui serikali itafanya nini hapa ili kuangalau kuhakikisha kwamba hawa vijana wanatekeleza na kutimiza malengo ambayo wamepanga. Kuna kitu kinaitwa betting. Hii betting sasa hivi inaleta shida sana kwa vijana. Vijana wengi toka asubuhi mpaka jioni ni betting. Na vijijini kuna vitu vinaitwa guruguja sio nini, kitu kama hicho vinachezwa vijijini. Vijana utakuta asubuhi saa 4 wanacheza. Sasa serikali ina malengo makubwa na inawekeza fedha nyingi kuwapatia vijana. Je, malengo yao yatatimia na watapewa elimu ya kutosha kuhakikisha kwamba wanatekeleza hapo malengo yao na miradi yao inaendelea? Shida yangu mimi ni hiyo kamali hiyo. Asante. Asante. Ili swali haliko katika zile safari, lakini linajibika kutokana na hizo safari. Kama mmewasikiliza viongozi wanasema Mheshimiwa Rais anakwenda nje, anafungua milango, anaita wawekezaji ili kuleta uwekezaji mkubwa nchini. Fursa zifunguke, tuwe na ajira. Elimu iboreshwe. Tumemsikia waziri wa fedha. Kwa mwisho wa siku haya ya kuona tunaelekea kwenye betting yashughulikiwe kuwa na mfumo wa elimu unaowapa vijana uwezo wa kujiajiri, uwezo wa kufanya kitu, wapate ujira, wapate kipato. Kwa hawa nitawaprotect kwamba tukisema walizungumzie katika zile ziara, upana wake ndio matatizo tunayotaka kuyatatua. Kwamba tuondokane huko, tunaondokana vipi? Haya yanayofanyika yanaleta masuluhisho ya maswali hayo uliyosema. Swali lingine? Naitwa Makrina, natoka Crown. Mimi swali langu litalenga zaidi kwenye soko huru la biashara Afrika. Nakumbuka kuna mkutano ulifanyika hapa Tanzania, na baada ya hapo moja kati ya maazimio ilikuwa ni kutoa elimu kwa wananchi ili kuweza kuingia, hasa wanawake na vijana. Naona katika mikutano hii pia, hasa mkutano wa AU, ni jambo ambalo limegusiwa. Sasa walengwa wakubwa ni vijana na wanawake. Ni lini kama serikali mtaanza kutoa elimu rasmi ili kijana ama mwanamke ajue namna gani anaweza kuingia kwenye hiyo biashara? Ili swali tutalielekeza kwa Balozi Ulanga, atalijibu. Tuchukue swali lingine. Tuchukue matano alafu watajibu, alafu tutakwenda raundi nyingine. Nashukuru kwa nafasi. Naitwa Ikunda Eric, ni mwandishi wa gazeti la Habari Leo. Swali langu linaenda kwenye upande wa sekta ya maji, na ninataka kufahamu tu kwa pamoja na mikakati ya serikali ya kuhakikisha maji yanawafikia wananchi wote na ile mpango wa gridi ya maji ya taifa, lakini ni upi mkakati au ni upi suluhisho la upatikanaji wa maji kwa mkoa wa Dar es Salaam? Serikali ilikuja na mpango ule wa visima, uchimbaji wa visima virefu. Lilianza kutekelezwa muda mrefu, lakini naona kama limepotea. Tunataka kufahamu sasa ni lipi suluhisho la maji kwa mkoa wa Dar es Salaam? Asante. Twende pale. Asante mkurugenzi, mimi swali langu nalipeleka kwenye masuala ya mazingira. Jitambulishe wa kufahamu. Jina langu ni Hafidh Kido kutoka gazeti la Taifa Tanzania.
Swali langu linapeleka kwenye masuala ya mazingira, hasa mabadiliko ya tabia nchi. Tanzania katika ukanda huu wa Afrika Mashariki au pengine kwa Afrika, kwa kipindi cha hii serikali ya awamu ya 6 tumeonekana tumefanya vizuri sana katika mapambano ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kuna namna ambavyo wanahabari kama wanasahauliwa, kwa sababu kuna mambo makubwa ambayo tunajaribu kuyapush lakini yanakuwa yanakosa support ya moja kwa moja. Kwa sababu kwa mfano, humu ndani tukiambiwa tusimame tuelezee faida ya biashara ya hewa ukaa, sidhani kama tutapata watu wawili au watatu ambao wanaweza kufanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hiyo naomba msisitizo uangaliwe sana kuweza kutoa elimu kwa wanahabari ya manufaa, kwa sababu mimi nina mifano hai. Kuna taasisi ambazo sitaki kusema kwa ubaya, lakini kama wanakuja kubadilisha fikra zetu. Mimi nimehudhuria semina kadhaa ambazo unakuwa unasikiliza mpaka unamaliza unasema mbona kama tunaingizwa chaka, kwa sababu hii ni vita ya kidunia katika mabadiliko ya tabia nchi. Mpaka imefika hatua mimi na wenzangu waandishi kama 5 ilibidi tuende tukaombe Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kufanya masters ya climate change, kwa lengo la kuja kupata maarifa zaidi na kuwa katika level ambayo serikali inataka kuwa. Kwa hiyo tuwe makini katika hizo NGOs ambazo zinatoa semina. Wizara ifanye juhudi sana ya kutoa elimu ya mabadiliko ya tabia nchi. Asante. Pale nyuma. Kwa jina naitwa Anesia Sylvester, natokea Clouds Media Group. Swali langu linaelekezwa kwenye upande wa soko huru la Afrika. Wakati Tanzania inaenda kujiunga kwenye hilo soko huru na kuhamasisha Watanzania wengi ama wafanyabiashara wa Kitanzania kuchangamkia fursa, je, ndani tumeweka mifumo gani? Kwa sababu kuna baadhi ya mageti ya ukaguzi yamekuwa mara nyingi yakikwamisha bidhaa za watu mpaka zinaoza, kama maparachichi, nyanya, baadhi ya vitu ambavyo vinaharibika. Humu ndani kwetu tumejipangaje ili kuhakikisha yule ambaye tunamshawishi kufikia hiyo fursa, hapa ndani kwetu tumeweka vitu ambavyo vinamlinda zaidi? Asante. Hilo litakuwa la 5 hapa mbele, alafu tuwaombe wayajibu. Asante sana mkurugenzi. Mimi kwa jina naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Swali langu la msingi na maswali tu mawili. Swali langu la kwanza ni kwenye upande wa Tanzania kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, lakini pia kuwa na mjumbe wa UN Security Council. Pengine tungependa kujua sasa kwamba yataleta tija gani sasa kwenye ustawi na maendeleo ya Tanzania kidiplomasia, kisiasa, lakini pia na kiuchumi. Lakini swali langu la pili, tuishie hapo alafu tutakwenda round nyingine. Na tulisema swali moja. Asante sana. Asante sana. Sasa tamuomba napeleka maswali sasa kule yanakohusika. Swali la mwisho linatoka kwa Bwana Ali Mayala kuhusiana na Afrika, maana yake nini? Kuna tija gani sisi kuwa mwenyekiti pale? Swali la Anese kutoka Clouds litakwenda kwa Balozi Ulanga, ndani tunafanya nini? Na swali la Hafidh Kijo linanihusu na linamuhusu, nimemwona ndugu yangu Dr. Mwanyika hapa akimwakilisha Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais ambaye yuko safarini. Atatuambia nini tunafanya pale wizarani katika kujenga uwezo wa wanahabari katika eneo hilo. Na swala la maji hasa Dar es Salaam, Injinia Waziri, Naibu Waziri Kundu atalijibu. Tuanze nawe Mheshimiwa Waziri, lile swala la tija gani? Asante, nakushukuru sana mkurugenzi mawasiliano Ikulu. Kwanza nianze na ujumbe nilipokea kwa Mheshimiwa Rais kwamba anafuatilia mubashara. Kwa hiyo na nyie kakuoneni waandishi wa habari, anakupongezeni sana na anawapongeza wenye kamera, anasema picha iko safi sana. Kwa hiyo wenye kamera
mara nyingi anasema huwa mnasahauliwa, lakini wananchi waliokuwa nje ni wengi zaidi kuliko waliokuwa kwenye chumba hichi. Kwa hiyo anafuatilia mubashara na anasema picha inatoka safi sana. Kwa hiyo hongereni kwa lens zenu kutokuwa na taka zote. Lakini la pili, amenielekeza na kunitaka nitoe shukrani za dhati kwako Mheshimiwa Mkurugenzi Mawasiliano kwa kipindi hichi, kutayarisha kipindi hichi, na unafanya mara kwa mara kwa sababu wananchi wana kiu ya taarifa kupata. Hilo ameelekeza kwamba jambo zuri hilo linafanyika mara kwa mara, wananchi wapate taarifa. Na sisi na maana tunakuja mara kwa mara kuulizwa maswali na nyinyi, na mtuulize maswali magumu wala sio tatizo. Lakini la pili, ametaka tuwashukuru wale wote walioshiriki kwa njia moja ama nyingine kufanikisha ziara zake mbili, ikiwemo na wawasilishaji na wizara zote. Kwa hiyo pongezi kwako Naibu Waziri, makatibu wakuu, Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Lakini niwachukulie pongezi maalum pia kwa ofisi yake Mheshimiwa Rais, ile ofisi Obiara pamoja na ofisi nzima ilofanikisha ziara hizo mbili. Hayo ni kutoka kwa Mheshimiwa Rais, anashukuru na tunaendelea kufuatiliwa. Kwa hiyo inabidi maneno yetu sisi wengine pia tuyachague nini tunasema. Mimi kwa haraka mkurugenzi, nitapenda kugusa machache, lakini nikushukuru sana kuuliza swali lako kwa nafasi hii itafaidishaje mwananchi wa kawaida wa Tanzania, mwananchi mmoja mmoja na kadhalika. Kwanza niseme jambo moja, kuna masuala ya ndani, ndio maana kuna waziri wa mambo ya ndani, na kuna masuala ya mambo ya nje, ndio maana kuna waziri wa mambo ya nje. Na hawa wawili wanakuwa opposite. Mmoja akikaa ndani sana kama ajenda nje anaulizwa unafanya nini ndani, na yule wa ndani akienda nje anaulizwa unafanya nini nje. Kwa hiyo hayo ni naomba tutambue kwamba kuna majukumu hayo. Lakini la pili, katika masuala ya nje tukumbuke Tanzania hatuko peke yetu. Tanzania tunashirikiana. Biashara kubwa 10 bora ni nje ya Tanzania kuliko ndani sisi wenyewe, na biashara za mwanzo kubwa ni mipakani, na ndio maana mipaka yetu inakuwa muhimu sana, yani kwenda kaskazini Kenya, Uganda, huko Eastern DRC, Rwanda, Burundi, kuja chini Zambia, kuja mpaka Malawi, mpaka Msumbiji, na kule kuna mipaka ya biashara. Lakini la pili, Tanzania Mungu alivyoijalia, neema yake Mwenyezi Mungu iko katikati ya mnyororo baina ya EAC kaskazini, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na huku SADC. Na Tanzania ni mjumbe, mguu wa kulia uko huku, mguu wa kushoto uko huku. Mtaamua kulia wapi na kushoto wapi, mtaamua nyie. Lakini mguu wa kulia uko huku, mguu wa kushoto uko huku. Kwa hiyo ina advantage kubwa sana ya kulink biashara na mizigo flow ya kote. Lakini la tatu, Mungu ametujalia bahari. Nchi nyingine hazina bahari, ni landlocked countries, inategemea Tanzania. Kwa hiyo sisi tumejaliwa na bahari ambayo ni access kubwa sana, na ndio maana bandari ya Tanga sasa hivi inakuzwa na ile pipeline kubwa kabisa alokuja juzi Mheshimiwa Museveni, mliona, na hoja kubwa alokuja nayo, moja ni kuzungumzia pipeline ile iliyokuweko, lakini kuongeza pipeline nyingine 2 kwa sababu watakuwa wanazalisha mafuta kwenda nje. Kwa hiyo ni kwa bandari ya Tanga, lakini kuna bandari ya Mtwara. Siongelee Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam tayari ni kubwa na inajulikana sana barani Afrika, hiyo mnajua vizuri, lakini kuexpand Tanga, lakini bado demand ni kubwa sana. Sasa masuala yote yanahitaji security. Bila security hakuna meli zinazokwenda baharini. Mnakumbuka ile issue ya ukanda ule wa Horn of Africa, pembezoni mwa Afrika, ilipokuwa inatokezea meli zinatekwa na kadhalika, insurance ilipanda, container ilipanda, gari lako pia lilipanda, mafuta yanayokuja huku yalipanda, kwa sababu unabidi uyakatie bima yafike salama. Kwa hiyo kila jambo lilipanda kwa Mtanzania wa kawaida. Kwa hiyo shilingi 100 ile yake alikuwa nayo mfukoni ilikuwa anapata kidogo zaidi kuliko kile alichokuwa anakipata. Kwa hiyo ukumbuke kwamba security ni very important issue. Tanzania kupata nafasi katika Security Council kwanza ya AU na baadaye ya Umoja wa Mataifa ni jambo kubwa sana la kuweza kujiongelea sisi wenyewe na kujiongelea sisi wenyewe position yetu duniani, kwa sababu masuala yote hayo, meli kuingia kwenye bahari inahitaji security, mzigo kushushwa unahitaji security, mzigo unakotokea unahitaji security. Security ni component moja muhimu sana. Sasa hizi Security Council huwa zinakaa na kuzungumzia masuala mapana ya issue za usalama pamoja na ulinzi wa njia zote kuu za kibiashara. Kwa hiyo Tanzania kupata fursa hiyo peke yake itasaidia
kupaza sauti kwenye masuala ya ulinzi na usalama, ili pia zile bima na gharama nyinginezo za ruti hizo zinazotumika ziweze kupungua. Kwa hiyo, lakini mbali ya hilo kuna na faida na tija nyingi nyingine ambazo tunaweza kutumia muda kuzizungumzia, lakini hiyo ni moja hapo kuu kabisa. Watu wasidharau kwamba security na peace ni jambo kubwa sana. Nchi zote zilokuwa hazina security ya kutosha au hazina amani na utulivu, credit rating, yani hali ya mkopo inapanda, inakuwa at high risk. Kwa hiyo mkopo pia unapata at high risk, mkopo unakuwa na interest kubwa, bima inakuwa kubwa. Hata kwenye gari hapa, ikiwa wewe umepimwa macho yako hayaoni vizuri, ile premium yako ya bima inakuwa kubwa zaidi. Hata bima ya afya hawakuchukui uko na maradhi mengi, you are high risk for us. Kwa hiyo inabidi ama inakuwa premium yako ya bima kubwa. Sasa hayo ni masuala ya security ambayo yanakwenda sambamba na uchumi, yanakwenda sambamba na siasa, yanakwenda sambamba na biashara za kilimwengu. Nadhani hilo limelikava. Lakini jingine nimetaka nichukue fursa hii kwa sababu niko hapa nimepata mic, nitumie fursa hii kuwapongeza yule alozungumza kuhusiana na masters ya climate change. Anaitwa Hafidh Kido. Hongera sana. Mimi napenda sana masuala hayo na nafuatilia kweli. Kumekuwa na mabishano ulimwenguni. What is right, what is wrong. Huo ndio ukweli. Fuatilia kikao cha mwisho cha UN ambayo Tanzania ilishiriki. Fuatilia hotuba za marais mbalimbali wa ulimwengu waliotoa kwenye climate change. Kuna watu wanabishana pia kwenye masuala ya solar. Kuna watu wanabishana kwenye wind energy kwamba cost kwa maskini kwa solar ni kubwa sana, ipunguzwe. Kama kule wakati ule tulikuwa tunabishana kwenye masuala ya madawa ama chanjo wakati wa COVID. Kwa hiyo cost kwa maskini ni kubwa, ingawa kwa maskini solar ni basic necessity. Mtu alikuwa kijijini anatumia solar panel yake kuchaji simu yake ili aweze kujiletea maendeleo. Lakini cost of production. Sasa mimi nataka nikupe challenge kwa wewe umefanya masters, thesis yako ya masters, fanyeni sisi wenyewe wa Afrika kugundua, kubuni, kuunda vitu vyetu wenyewe au vifaa vyetu wenyewe ambavyo vitakabiliana na climate change. Wa Afrika bado tumekuwa wategemezi wa nje, wategemezi wa solar panel. Nitajie nchi ngapi za Afrika zinazalisha solar panel? Nchi ngapi za Afrika zinazalisha wind turbine? Tena huko kwa University of Dar es Salaam ukiingia tu pale mwanzo unakuta kuna ile wind turbine mwanzo ya kutoa maji kutoa chini kupandisha juu. I think yale yanatakiwa isionekane University of Dar es Salaam, yaonekane kila kijiji Tanzania ambacho kina kisima kuweza kusupply kijijini iweze kumsaidia pia waziri wa maji. Kwa hiyo kuna jambo ambalo sisi wenyewe wa Tanzania tunatakiwa tulifanyie kazi zaidi. Tumekuwa tegemezi sana kusikiliza nini dunia inasema. Tusikilize, lakini huku kwetu ndani na sisi tuwe wabunifu, kwa sababu hakuna atakayekuja na la kwake asiwe na faida nalo yeye kwanza. Anaangalia faida yake yeye kwanza kuliko faida yetu sisi. Kwa hiyo researchers, watafiti, University of Dar es Salaam, kile kitivo cha kina Dr. nani yupo pale, mkuu wa kitivo kile cha ubunifu, tuendelee kufanya zaidi na inawezekana. Climate change ni swala pana sana. Mheshimiwa Rais aliamua kwa maksudi baada ya miaka 3 mfululizo kwenda kwenye ile COP kwamba tuanzishe sisi wenyewe mfuko wetu. Tuanze kwa sisi mfuko wetu wenyewe, tuanze kuimplement sisi wenyewe, tuanze kushughulikia issue zetu wenyewe. Na ndio maana wengine baada ya kuona model hiyo wametuunga mkono, wanataka kutusaidia kwa model yetu, lakini pia wamemuunga mkono Mheshimiwa Rais na wazo hilo, na baadhi ya nchi wameiga mfano huo wa kwanza wenyewe. Nitumie fursa hii pia kumpongeza sana huyu Bukuku, ndugu yangu Bukuku. Umeuliza swala la fursa na mitaji kuchangamkia sisi wenyewe. Watanzania tuna udhaifu mmoja, na mimi napenda kuwa mkweli siku zote kwa sababu nilikaa kule Italy sana. Watanzania tuna tabia kusema linawezekana hili kweli. Tabia hiyo tunayo sana. Ukishaanza na neno linawezekana kweli hili, nitaweza mimi kweli, ni start of failure. Mwalimu wangu alikuwa akiniambia, alionisomesha, anambia ukianza na negative utaishia na negative, ukianza na positive utaishia positive. Fursa zipo,
ni Watanzania wachache mpaka sasa hivi wameweza kwenda mbele katika fursa hizo. Demand iliyokuwa duniani ya maparachichi, demand ya mazao yote ya Tanzania ni kubwa kuliko uzalishaji wetu sisi, isipokuwa bado Watanzania tuna sijui kama hofu ama wasiwasi ama kutojiamini, na hiyo ndio kazi yetu moja kubwa ambayo sisi tunatakiwa kufanya. Kuhusu bahati nasibu nitakujibu kidogo, na mimi nitachukua fursa hii, ndio siasa yenyewe hii. Bahati nasibu, bahati mbaya, uko right wewe. Sisi tuna regulator, mdhibiti, na katika ule udhibiti ni ile baraza la bahati nasibu, ndio wanatoa leseni wale. Na bahati nzuri kule mwenyekiti anayeteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni balozi mwenzangu anaitwa Modest Mero, ndo mwenyekiti kule bodi ya bahati nasibu kuu ya taifa ambayo inatoa leseni. Mimi nilishawahi kusema kama wewe kwamba tupunguze wale vijana waingie kwenye hizo BBT, waingie kwenye program nyingine za kwa kila tukiwekea facility za kufanya betting, kijana anaacha masuala ya uchumi na uzalishaji, anakwenda kule, na kule ni kupoteza pesa. Na nyinyi mna majina mengi waandishi wa habari, mnaita sijui kausha nini. Sasa nadhani hilo mimi nitalichukua pia kulifanya kazi, niongee nao wapunguze zile idadi ya leseni, sio kusiwepo, lakini zile tena kila sehemu, kwa kweli si jambo zuri, na wao naamini watalifikiria. Na la mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais amekuwa kinara, amepewa zawadi nyingi, kwa sababu tukichukua zawadi zote zile tukizijumlisha inakuwa si kinara, inakuwa vinara, au sio? Kwa hiyo lakini kwa mtu inakwenda huyo kinara, lakini zile zawadi ni nyingi. Kataja ya maji, imetajwa ya malaria, iko ya vifo vya mama na mtoto, ziko zawadi kadhaa ambazo alishapokea. Na amekuwa mstari wa mbele kwenye makundi ya vijana na wanawake. Niwaambie tu mara hii, na ndugu Bakari nikuombe na wewe ulitolea ufafanuzi. Kule AU walialikwa Watanzania makundi hayo mawili ya wanawake na vijana. Na mmoja ulimfanyia nadhani interview, wewe mwenyewe alimfanyia interview yeye. Hao wamekuja baada ya kuwa na vitu unique model kushiriki pembezoni mwa maonesho. Kulikuwa na maonesho pembeni kule AU. Watanzania walishiriki kwenye maonesho yale, lakini udhaifu wetu sasa, naomba niwe mwazi, mimi napenda kuwa mwazi siku zote na ukweli, na nihukumiwe kwa uwazi wangu na ukweli. Udhaifu wetu wale wote mimi hapa Tanzania sikuwaona, nimekuja kuwaona wapi? Addis Ababa. Huo ndio udhaifu wetu, kutoa yale mazuri yetu tunayofanya yajulikane kwa jamii, yale mazuri tunayofanya Watanzania wanafanya, mazuri ambayo serikali inafanya, mazuri ambayo rais anayasimamia yaonekane kwa jamii. Huo ndio udhaifu wetu mkubwa. Yale mafanikio, yule kijana mmoja atakuelezeni program anayofanya. Amefanya program moja kubwa sana ya mifumo hii kusemeshana katika electronic, amekuja kudisplay kule. Hofu yangu anaweza yale akachukua Uganda, akachukua Kenya, akachukua Rwanda, akachukua Burundi, akaenda kuyafanya sisi wenyewe. Kwa hiyo yule Mtanzania atachukua ile inaitwa kwenye haki za kiakili, intellectual property, haki miliki, itakwenda kwingine. Huku kwetu sisi wa Tanzania tutakuwa, mimi mwenyewe nimeona kule mara ya kwanza. Kwa hiyo yapo mengi. Sasa hapa waandishi wa habari wana role kubwa sana. Hamuitu tu mrengo msokuwa rasmi, lakini mna role kubwa sana ya kuelimisha jamii mambo yaliyokuwepo, kuelimisha jamii mafanikio ambayo Watanzania wameweza kuyapata katika makundi haya ya kina mama na vijana kwenye masuala ya ubunifu, ili mwananchi wa kawaida akaweza kujua. Nadhani niishie hapa, nikushukuru sana Mheshimiwa mkurugenzi mawasiliano wa Ikulu, na niwashukuru pia waandishi wa habari kwa haya yote waliokuwa wanatuuliza. Asante. Yes. Sawa, nashukuru sana. Ngoja nisome kinoti tena kwa kujikumbusha. Kuna moja naomba na nisome na internet. Unajua mitandao inaandika mengi sana, na katika uhuru aliotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moja hapo ni wa kusema
kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kushonwa mdomo asiseme, hakuna duniani wala haitotokezea. Kwa hiyo miongoni mwa uhuru uliotolewa wanaita uhuru wa maumbile ni huo wa kibinadamu. Kuna moja na mitandao imekuwa ikiandika, mmoja kaandika kwenye mtandao hapa, breaking news, katika hali sio ya kawaida na hali ya aibu, Addis Ababa kiongozi wa Tanzania hakutambuliwa wala hakuruhusiwa kuzungumza wala kadha. Viongozi, naomba ndugu zangu muelimishe jamii, waloruhusiwa kuzungumza ni wale waloingia mara ya kwanza baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amehudumu miaka 4 kabla ya uchaguzi huu. Kwa hiyo kule AU keshahudhuria mara kadhaa, na alipoingia mara ya kwanza baada ya kifo cha marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli alihutubia kule. Kwa hiyo waloruhusiwa mara hii ni wale waloingia mara ya kwanza. Na wao waloingia mara ya kwanza ni nchi 3 ndio waloruhusiwa kuzungumza, na wameruhusiwa kuzungumza kwa sababu ya kujitambulisha na kusalimia na si vinginevyo. Nao ni Gabon, Ushelisheli ama Seychelles, na ya 3 Guinea. Tuko pamoja jamani? Guinea, Seychelles na Gabon wameingia kwa mara ya kwanza. Hawa walioandika mitandaoni wametafsiri kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia mara ya kwanza, lakini kule keshazungumza. Wale wanatafsiri miaka 4 alikuwepo. Kwetu sisi tafsiri yetu sio miaka 4 yake, kwa sababu alishikilia ule mwaka mmoja aliokuwa rais kashinda, akamalizia ile nguo ya miaka 4. Kwetu sisi ni mara kwa, lakini kule keshahutubia. Waloingia ni wale ambao uchaguzi mpya, rais mpya, wale wote waliofanya return hawajaongea, na sio kama sisi pekee yetu, wako na wengine pia hivyo. Kwa hiyo naomba hilo nilitolee ufafanuzi, na kama kutakuwa na jingine lolote niko tayari. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri, na kwa sababu uligusia swali la bukuku, nafikiri tumuulize Waziri wa Fedha, yuko online, pengine anaweza akatolea ufafanuzi zaidi badala ya wewe Mheshimiwa Waziri kwenda kuzungumza na balozi mwenzako anayesimamia bodi ya bahati nasibu taifa. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kama unatusikia. Nimekuwepo muda wote na naendelea kufuatilia mazungumzo haya na wenzetu waandishi wa habari. Nimelisikia swali kuhusiana na kichoitwa betting, ambayo essentially ni kamari. Ni mchezo wa bahati nasibu, anayeshinda ndio ambaye anapata na walio wengi wanakosa katika mchezo ule. Na kama ilivyoelezwa ni kweli, inaonekana kuna tatizo hilo sasa hivi la vijana wengi kutumia muda mwingi kwenye kucheza hii bahati nasibu, yani kamari. Na sehemu kubwa ya mchezo huu ambao inajitokeza ni ile bahati nasibu ambayo haikuruhusiwa rasmi kisheria. Mchezo wenyewe kwa jumla una sheria yake na una utaratibu wake na unasimamiwa na bodi ya michezo ya aina hii, yani Gaming Board Act, institution board, ambayo nilikutana nayo. Kwa bahati nilibahatika kukutana na mwenyekiti wake na mkurugenzi mtendaji tarehe 5 mwezi huu, na moja ya swali ambalo tuliliongea kwa kina kidogo na kuwataka walisimamie ibidi na serikali na wenzetu wa serikali za mitaa TAMISEMI ni hili la vijana kutumia muda mwingi sana kwenye kucheza mchezo wa bahati nasibu, niseme kamari, na ambao wanapotezea fedha nyingi. Kwa hiyo aliyeuliza swali aliliunganisha na hizi jitihada ambazo Mheshimiwa Rais anazichukua za kutafuta mitaji ya kusaidia vijana wajiajiri wenyewe, na hofu yake ikawa sasa sisi tunawapa mitaji lakini wao wamekuwa wanaonekana wanapendelea kucheza kamari, na hili nafikiri tatizo la msingi. Kwa hiyo kama nilivyosema, wenzetu wa bodi hii ya michezo bahati nasibu wamelichukua, tumewaagiza wakutana na wenzetu wa TAMISEMI ili kuweza kupata ufumbuzi. Bila shaka yeye muulizaji aliulizia upande wa elimu. Mimi nafikiri ifike pahali kuna baadhi ya mambo tuchukue majukumu wenyewe, responsibility. Tuwe responsible kwa matendo yetu. Kijana anayekwenda kuchukua mkopo, alafu akauchukua mkopo huo akaenda akachezea kamari,
tunasema tu bado serikali iendelee kumpa elimu. Huyu anajua, sio kwamba hajui, anajua, na anajua kwamba anaweza akapoteza pesa yote ambayo amechukua mkopo. Kwa hiyo badala vitu vingine kusema tuendelee serikali kutoa elimu, kuna sisi tuwahimize na wenzetu, hasa hao vijana ambao watakuwa wanachukua mkopo, wawe responsible, wachukue jukumu, wabebe dhima kwa matendo yao vile vile. Lakini kwa ujumla, kwa upande wa kusimamizi, wenzetu wa bodi ya michezo ya bahati nasibu, michezo ya kubahatisha, wamelichukua na watafanya kazi pamoja na serikali za mitaa kulishughulikia. Kama nilivyosema, nilikutana nao tarehe 5 mwezi huu wa pili, kwa tukazungumza mambo mengi kuhusiana na maendeleo ya sekta yenyewe, lakini na ile michezo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, namshukuru sana kwa majibu yake ya awali, lakini niliomba ni update tu kwamba kuna baadhi ya maeneo katika hili lishashughulikia. Labda kwa sababu na muda huo nizungumze kidogo kwenye hili soko huru la Afrika ambalo limeulizwa katika pande mbili. Moja aliuliza hiyo biashara, nako vile vile kama kumetolewa elimu kuhusiana na masuala ya biashara. Soko huru la Afrika nafikiri sio jambo geni sana kwa Watanzania. Tayari tumo katika mtengamano wa kiuchumi katika eneo la Afrika Mashariki na kwa upande wa nchi za kusini mwa bara la Afrika kwa maana ya SADC. Kwa hiyo tuna EAC, tumo kama wajumbe katika EAC na upande mwingine kwa upande wa SADC. Kubwa nafikiri sasa hivi ni ili kwamba kinachotokea fursa itakuwa badala katika haya maeneo mawili tu, inaongezeka katika bara zima la Afrika. Bila shaka hatujafikia ngazi ile kama tulofikia kwenye upande wa SADC na katika upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini angalau soko hili linaloelekea ni kuleta biashara miongoni mwa mataifa ya Afrika, bara lote la Afrika. Na kwa hadhi tuliofikia sasa hivi itakuwa ni eneo huru la kibiashara kwa maana free trade area, ambayo kimsingi features zake ni kwamba inachotarajiwa kusiwe na ushuru wa forodha kwa bidhaa ambazo zitakuwa zinafanya biashara miongoni mwa nchi hizi. Kwa hiyo sio kwamba yenyewe ni biashara, lakini kuna fursa kubwa ya kufanya biashara bila kutozwa ushuru tunapoelekea, kutokana na bidhaa ambazo zitakuwa zimetimiza sifa katika ambazo zimezalishwa ndani ya eneo hili la bara zima la Afrika. Kulikuwa na upande mwingine limeulizwa kidogo, najua Mheshimiwa Balozi Ulanga anaweza akatoa maelezo zaidi, lakini jengine liliulizwa kidogo kuhusiana na swala la soko la ndani. Sasa hilo soko la ndani najua sio la kwake moja kwa moja Balozi Ulanga, na pengine ni zaidi linahusu zaidi wenzetu wa Wizara ya Biashara na Wizara ya Tawala za Mikoa, TAMISEMI. Lakini ni kweli kumekuwa na malalamiko haya kwamba kuna vikwazo vya biashara vya ndani, hasa kwenye masuala ya tozo na ushuru. Bidhaa inazalishwa sehemu moja ndani ya nchi yetu, inapotaka kwenda sehemu nyingine kuna kama tuseme kuna boda ndani ya nchi yenyewe, kumekuwa kunawekewa mipaka. Kwa hiyo unapotozwa tozo, unatoa wilaya moja, halmashauri moja, kupeleka halmashauri nyingine, unatozwa. Ila tozo tutaliangalia kwa kina na wenzetu wa tawala za mikoa ili kuweza kuleta mtengamano wa ndani wa soko zaidi, kwa maana ya market integration ya ndani ya nchi yetu. Halmashauri moja na nyingine tutajaribu kutatua kwa kiasi chote kinachowezekana kuondoa hivi vikwazo vidogo ili wenyewe ndani tuweze kuimarisha soko. Na nadhani ndio walichoulizwa, tunakwenda nje tunazungumzia Afrika wakati ndani kuna vikwazo vidogo. Tunalifahamu na tulishakaa na wizara ya TAMISEMI katika kuelekea kuandaji wa bajeti mpya ya mwaka 2026-2027. Tutaangalia vile vikwazo vya soko la ndani. Nakushukuru sana mkurugenzi. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa maelezo hayo mazuri. Sasa nimwombe Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo aweze kujibu swala la maji kwa wanawake na mkoa wa Dar es Salaam. Nakushukuru sana mkurugenzi wa mawasiliano na Ikulu. Naomba kwa heshima kabisa nijibu swali la dada yangu kutoka Habari Leo. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya
katika kuhakikisha kwamba upatikanaji wa huduma ya maji nchini unaendelea kuboreshwa. Tutakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais, napenda nitoe hizi takwimu halafu ndio tutakuja kwenye suluhisho la Dar es Salaam specific, lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni nchi nzima kuhakikisha kwamba wote wanaweza kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Rais ndani ya kipindi cha uongozi wake na tumeweza kutekeleza miradi zaidi ya 3714 yenye gharama ya trilioni 1.8, lakini hivi sasa tunayo miradi 878 ambayo bado haijakamilika inaendelea, ambayo ina gharama ya trilioni 1.3. Tunafahamu kabisa kwamba tunayo miradi midogo midogo, lakini tuna miradi ya kitaifa na tuna miradi ya kimkakati. Tunayo miradi ambayo imeshakamilika, kwa mfano mradi wa Mugango Kiabakari zaidi ya bilioni 70 ambao upo katika mkoa wa Mara, lakini pia tunao mradi wa Same Mwanga ambao nao umeshakamilika unaendelea kutoa huduma, lakini tunayo miradi mingine ambayo inaendelea kutekelezwa, mradi wa Butimba na sasa tunafanya extension kwenye mtambo wetu wa kuzalisha maji pale wa Sahwa, lakini pia tunao mradi wa miji 28 Lori ya Tarime zaidi ya bilioni 130, tunao mradi wa pale Serengeti Mgumu zaidi ya bilioni 21, lakini tunao mradi wa Chato miji 28 na tunao mradi wa Geita miji 28 na tunao mradi wa Karagwe kule Lwakajunju kutoka kwenye ile ziwa la Lwakajunju kuja pale Kayanga, lakini pia tunatarajia kuwa na mradi wa kutoka ziwa Victoria kuelekea upande wa Biharamulo, wenzetu kutoka Hungary zaidi ya bilioni 70 zitawekezwa pale, lakini serikali imeendelea kutekeleza miradi hiyo upande wa Simiyu. Tunao mradi wa mabadiliko ya tabia nchi zaidi ya bilioni 440 imewekezwa pale, lakini vile vile tunao mradi ambao tumetumia maji kutoka chanzo chetu cha Ihelele pale, ambapo maji tuyavuta kutoka Ihelele, Shinyanga, Kahama mpaka Nzega, Igunga zaidi ya bilioni 680, lakini sasa tuna extension nyingine kutoka Tabora mjini kwenda Sikonge, Kaliua na Ulambo zaidi ya bilioni 140. Tunao mradi ambao wa miji 28 ambao unaendelea kutekelezwa pale Kasulu. Tunao mradi wa namna hiyo unaendelea kutekelezwa pale Songea. Lakini pia tunao mradi unaotekelezwa pale Makambako, Wanging'ombe mpaka kule kuelekea Mbeya. Tunao mradi wa Chunya, Lujewa. Tunao mradi wa Mto Kiwila ambao unatekelezwa pale kwa ajili ya jiji la Mbeya, lakini pia tunao mradi ambao upande wa Tanga ambapo Handeni pamoja Korogwe pamoja na maeneo mengine ya Muheza. Mradi huo unaendelea kutekelezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo yote nchini, lakini pia tunao mradi kule Mtwara ambao inaendelea kutekelezwa kwa kutumia vyanzo vya mto Ruvuma, lakini pia tunayo miradi ya namna hiyo ambayo tunaitekeleza hapo Morogoro kwa kutumia bwawa la Mindu, lakini tunayo miradi nchi nzima ambayo tunaendelea kuitekeleza kwa hivi sasa. Kwa hivi sasa tuko kwenye plani ya kuhakikisha kwamba sasa tunayasogeza maji kutoka ziwa Victoria mpaka Dodoma. Napo pia tunaendelea kuhakikisha kwamba tunatumia vyanzo vyetu vya uhakika kama ziwa Tanganyika. Hivi sasa Mheshimiwa Rais alishatoa kibali cha kwanza feasibility study ya kutumia maji ya ziwa Tanganyika kwa ajili ya mkoa wa Rukwa, Kigoma pamoja na Katavi, lakini pia tunafanya tena tunakuja kwenye mpango mwingine wa kutumia maji ya mto Rufiji kupeleka upande wa Lindi na kwenda kukutana na maji ya kutoka Ruvuma kule. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba hapa Tanga tunatumia mito kama Pangani ili kuhakikisha kwamba kwa Kigoma tunatumia Malagarasi. Kwa hiyo unaweza kaona Mheshimiwa Rais amejipanga kuhakikisha kwamba suluhisho la maji sio kwa ajili ya Dar es Salaam pekee. Sasa kwa Dar es Salaam, ndugu waandishi wa habari,
kwa Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais amechukua hatua madhubuti ya kutatua changamoto ya maji kwa uhakika. Uhitaji wa maji kwa jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine ya Tanga pamoja na Morogoro na Pwani ni zaidi ya lita milioni 772 kwa siku. Lakini uzalishaji wa maji wa sasa ni lita milioni 535 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna upungufu. Sasa tunafanyaje? Tukiendelea kuhakikisha kwamba tunatumia visima pekee. Tunacho kisima, dada yangu ameongelea kuhusu uchimbaji wa visima. Kimbiji nafikiri ulikuwa unaongelea. Kimbiji pale awamu ya kwanza tumeshakamilisha, na sasa tunaenda kwenye awamu ya pili kuhakikisha kwamba tunasaidia wananchi wetu kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba kutokana na mabadiliko ya hali ya mabadiliko ya tabia nchi, tumekutana na mienendo isiyoridhisha ya vyanzo vyetu vya maji. Sasa mienendo hiyo inasababisha kipindi kingine kunakuwa na upungufu wa maji katika vyanzo ambavyo tunavitegemea katika kuzalisha. Kwa mfano Ruvu na Wami Ruvu, nafikiri kuna kipindi hapa tuliona kwamba kulikuwa na changamoto kubwa sana. Ndugu waandishi wa habari, haya mambo yanahitaji maamuzi magumu na uwekezaji mkubwa. Mheshimiwa Rais baada ya kubaini kwamba hili tatizo kila ikifika kipindi cha masika kwamba tunatarajia mvua zinyeshe ili tupate maji katika Ruvu pale, tunaona kabisa kwamba kuna kipindi ambacho hakuna uhakika wa wananchi wa Dar es Salaam kupata maji. Sasa nini mpango na mkakati wa serikali? Sasa tumechukua hatua ya kuanzisha ujenzi wa bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda ambalo litajengwa litakuwa lina uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita bilioni 190. Lita bilioni 190 kwa mahitaji ya lita milioni 772. Maana yake kwamba tutakuwa tuna uwezo wa kuyatumia hata kama mvua hataonyesha. Kama lile bwawa likijaa, tutaweza kuyatumia kwa siku 246. Maana yake ni sawa na miezi 8 na siku 6. Kwa hiyo maana yake kwamba uwekezaji huu wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye bwawa hili ambayo ni zaidi ya bilioni 330 zimewekezwa ili kuhakikisha kwamba wakazi wa Dar es Salaam ambapo ni kitovu cha uchumi wa nchi yetu, ni lazima maji yaonekane kiuhalisia katika uchumi wa Dar es Salaam. Ndio maana sisi tunaendelea kuhakikisha kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza mradi huu, na mradi huu umeshafikia asilimia 40 ya utekelezaji wake. Tunaamini kwamba ukishakamilika tatizo la maji kwa upande wa Dar es Salaam tutakuwa tuna uwezo wa kulimudu kabisa. Lakini vile vile tunayo mipango mingine. Tunaenda kupanua mtambo wetu wa Ruvu Chini. Huo nao tutakapopanua tutaingiza kwenye gridi ndogo ya Dar es Salaam kuhakikisha kwamba Dar es Salaam haina changamoto. Lakini vile vile tunaenda kuhakikisha kwamba tunafanya feasibility study ya matumizi ya maji ya mto Rufiji. Ukitumia lile bwawa la Mwalimu Nyerere, upstream, downstream huku maji hayana kazi nyingine. Sasa sisi ndo tunaenda kuhakikisha kwamba tunaangalia namna ambavyo tutayaingiza kwenye gridi ya Dar es Salaam ili wananchi wa Dar es Salaam wasihisi kuwa na changamoto yoyote ya upatikanaji wa maji safi na salama. Lakini bado tunafahamu kwamba unapozalisha maji safi tuna probability ya 80% ya maji kuwa waste water, maji taka. Serikali imeendelea kuwekeza kwenye miundombinu na mifumo ya maji taka. Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Arusha, huko kote kuna uwekezaji mkubwa wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu anataka Tanzania iwe na maji safi na salama, lakini ikiwa na mazingira ambayo hayawezi kuhatarisha afya ya Watanzania. Na washukuruni sana, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji kwa majibu ya kina. Sasa nimwombe Balozi Ulanga ajibu yale maswali mawili, la Anese na la Makrina. Karibu. Asante sana. Na Mheshimiwa Waziri wa Fedha amenisaidia
lakini naomba labda nitaongeza tu mawili matatu kwa haraka. La kwanza kuhusu elimu, Macrina, ninakubaliana na wewe, lakini nikwambie serikali imefanya mambo mengi kuanzia kipindi cha mkutano ule, kutoa elimu kupitia vyama mbalimbali vya wafanyabiashara, kwa mfano Tanzania Women Chamber of Commerce, Tanzania Private Sector Federation, Tanzania National Chamber of Commerce, EOTF, taasisi mfuko ambao ulianzishwa na Mkapa, wenzetu wa TanTrade. Na elimu ni kubwa, na kwa mfano nitatoa mfano, mimi nimekutana juzi na dada ambaye anapeleka bidhaa za katani na katani anapeleka Ghana kutokana na elimu aliyopata kwenye soko huru la Afrika. Lakini nakubaliana na wewe kwamba jinsi fursa zinavyozidi kuongezeka, kuna umuhimu hata kupitia vyombo vya habari kuhakikisha kwamba tunaongeza huo uelewa, na tuko tayari kufanya kazi na nyinyi kuongeza huo uelewa ili Watanzania waweze kutoa fursa. La pili la NISE kwamba tunafanya nini, na Mheshimiwa Waziri wa Fedha amelizungumza. Kwa ujumla kuna mambo mawili lazima, kwanza nianze na taarifa nzuri. Ukiangalia kwa miaka 5 iliyopita, mauzo yetu ya nje yameongezeka kwa mara 2. Ingawa kwa kiasi fulani ongezeko hilo limetokana sana na ongezeko la mauzo ya bidhaa, huduma kuliko bidhaa. Ninaposema huduma, ni huduma mbili ambazo tunaziuza sana: huduma za utalii na huduma za usafirishaji. Na ukiangalia takwimu zitakuonyesha mara baada ya Mheshimiwa Rais kushiriki na kuwepo kwenye uzinduzi wa Royal Tour, huduma za utalii ndio zimekuwa, sekta ya utalii Tanzania imekuwa kuliko sekta ya utalii katika nchi nyingine yote barani Afrika. Na nafikiri ndio maana juzi Tanzania tulipata pia tuzo ya ukuaji wa sekta ya utalii. Kwa hiyo mauzo ya nje ya huduma, lakini sekta ya usafirishaji sasa hivi ukiangalia wachangiaji wa fedha za kigeni, tunaanza madini, utalii, kilimo, usafirishaji. Sekta ya usafirishaji kwenda nchi za jirani imekuwa, lakini pia mauzo ya bidhaa yameongezeka. Lakini pamoja na hayo tunafanya nini? Kimoja ambacho amekisema Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kuangalia masuala ya tozo na kwa kiasi gani yanaweza kawa yanaleta ugumu kwenye biashara ya nje. Na kama ambavyo nafahamu, kulikuwa kuna mpango wa kuboresha mazingira ya biashara Tanzania. Sasa hivi kuna mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara Tanzania, mkumbi namba 2. Na ukiangalia kilichomo katika rasimu ya ule mpango ni kujaribu kuangalia ni kwa kiasi gani baadhi ya hizo tozo, taratibu, kanuni zinaweza zikazuia biashara ya nje. Kwa hiyo maboresho mengi yamekushafanyika, na ndio maana naona biashara ya nje imekuwa sana na imekuwa mchangiaji mkubwa katika ukuaji wa uchumi, lakini naamini maboresho mengine yatazidi kufanyika. Labda tu niseme, unajua tulikotoka zamani sana Tanzania tulikuwa tunategemea importation kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya ndani. Kwa hata sera zetu zilikuwa ni sera za kuhakikisha kwamba tuna support importation. Lakini sasa hivi sera zinabadilika kwa sababu uchumi wetu unakuwa ni export oriented, ni uchumi ambao unauza nje. Ndio maana sasa hivi sisi tuna ziada ya biashara ukilinganisha na soko la Afrika Mashariki. Tunauza zaidi Afrika Mashariki kuliko tunachokinunua Afrika Mashariki. Tunauza zaidi SADC kuliko tunachokinunua SADC. Na tunaamini tutakapofikia katika utekelezaji wa soko eneo huru la biashara la Afrika kamili, utekelezaji kamili, I am sure tutakuwa tunauza zaidi kwenye soko la Afrika. Kwa la kwanza ni eneo la sera, la pili ni eneo la miundombinu. Uwekezaji ambao Mheshimiwa Rais anauidhinisha kwenye bandari, kwenye reli SGR, hata maboresho ya TAZARA, kwenye vituo vya mpakani one stop border post, vyote pia ni uwekezaji wa miundombinu ambaye inatusaidia kwenye kuuza nje. Kwa hiyo ninaamini kwamba serikali tunafanya vizuri, lakini pia kunaendelea kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba kweli uchumi wetu unazidi kusupport export trade na kuweza kutumia fursa ambayo inapatikana kwenye AfCFTA na kwenye masoko mengine. Asante. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Sasa nimuite mwakilishi wa Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Daktari Mwanyika, aweze kujibu swala la waandishi wa habari na mazingira, alafu nitaongezea. Karibu.
Asante sana mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, Mheshimiwa Waziri wa mambo ya nje. Nashukuru sana kwa kuweza kuanza kufafanua kwa swala la mabadiliko ya tabia nchi, jinsi ambavyo lilivyo muhimu kwa Tanzania. Na ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amechaguliwa kuwa miongoni wa wajumbe wa kamati ya marais ambao watakuwa wanasimamia swala hili sasa ngazi ya bara la Afrika. Kwa jitihada za Mheshimiwa Rais zinatambulika kimataifa na bara la Afrika. Katika ngazi ya kitaifa sasa hivi tunacho kituo ambacho kimeanzishwa chini ya ofisi ya makamu wa rais, kinaitwa National Carbon Monitoring Center au kituo cha kufuatilia kaboni, na lengo la kuanzisha kituo hiki ni kuhakikisha kama Tanzania inanufaika na fursa zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Swala la mabadiliko ya tabia nchi ni fursa inayoibukia, ni fursa ambayo inatakiwa kuendelea kujengea uwezo na uelewa kila mara, na Mheshimiwa Rais anatambua hilo kwa sababu liko ndani ya dira ya maendeleo ya Tanzania 2050 ambayo inataka Tanzania iwe na uchumi himilivu kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Kwa mbali na kituo hicho cha taifa cha kufuatilia biashara ya mambo ya masuala ya kaboni, vile vile Tanzania imechaguliwa kama ambao umesikia Katibu Mkuu ameshaelezea kwamba kituo cha mafunzo ya vijana kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kitakuwa Tanzania. Haikuwa kazi nyepesi, ni kwa sababu wanatambua mchango na umahiri wa usimamizi chini ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile kuna swala ambalo halikuwa limetajwa katika wasilisho la Katibu Mkuu Dr. Richard Muyungi, ambaye ni mtu mahiri sana katika swala la mabadiliko ya tabia nchi, ni kwamba Tanzania mbali na kituo hicho cha vijana ina kituo kingine ambacho kimethibitishwa na wakuu wa nchi kwamba kitakuwa Tanzania. Kituo hicho kinaitwa mtandao wa mabadiliko ya tabia nchi Santiago. Hiki ni kituo cha Umoja wa Mataifa lakini makao makuu yake yako Tanzania. Yote hizo ni fursa. Sasa ili tupate na fursa hizi ziendelee kunufaisha wananchi, tufanye nini? Ninakubaliana kabisa mwandishi wa habari havisi hijo, elimu endelevu ni muhimu sana. Na mimi kama ambavyo alisema Mheshimiwa Waziri kwamba nikupongeza kuchukua uamuzi huo, kwa sababu fursa hizi hazipo kwa serikali peke yake au taasisi peke yake, liko vile vile kwa mtu mmoja mmoja. Na ndio maana katika mpango sasa tulionayo ni kuwafikia haya makundi. Nadhani katika kwa kauli yako hiyo, kundi la waandishi wa habari na wahariri wa waandishi wa habari ni muhimu kuanza nalo, ili sasa elimu hiyo sasa iweze kuwa endelevu na kuwafikia kwa haraka zaidi wakati tunashughulika na mambo mengine. Lakini kwa kutambua umuhimu wa swala mabadiliko ya tabia nchi na biashara ya kaboni, Mheshimiwa Rais juzi ameteua mwenyekiti wa bodi mpya, kwa maana kuwezesha hiyo center sasa au kituo hicho kitembee na kuleta tija kwa haraka sana ndani ya muda mfupi. Na vile vile napenda kutambua kwamba Mheshimiwa Waziri wa mambo Waziri wa masuala ya mazingira, ofisi ya makamu wa rais, Engineer Masauni ameteua bodi mpya. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba zile fursa tunazipata kwa muda mfupi, na taasisi hii sasa ni pamoja na ofisi ya makamu wa rais zitaendelea kutoa elimu ili kuhakikisha kwamba biashara hii inawanufaisha Watanzania. Kama ambavyo ulisema kwamba changamoto iliyopo sasa hivi, kuna watu wa makampuni na watu binafsi ambao wamejiingiza katikati, ambao wanahakikisha kwamba wanazifinya hizo fursa hazifikii walengwa. Lakini kwa kuwa tuna kanuni ambayo inaratibu biashara ya kaboni, tunahakikisha kwamba kanuni hizo zinafuatwa, misingi hiyo inafuatwa, na tutaendelea kufikisha na wadau mbalimbali ikiwemo waandishi wa habari, lakini msingi zaidi kama ambavyo nasema waandishi wa habari na vyombo vingine ambao vitasaidia kufikisha hii elimu kwa haraka. Ni vizuri tukaanza navyo. Tumepokea hilo, tutalifanyia kazi. Naomba kuwasilisha. Asante sana kwa maelezo hayo. Na la kuongezea tu hapo, kwa sababu inahusiana na masuala ya mawasiliano, nafikiri kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, tutaendelea kuwa na mawasiliano na Jukwaa la Wahariri Tanzania kuangalia namna gani tunajenga uwezo, kuspecialize kwenye maeneo ambayo ni ya kimkakati kwa nchi. Fursa zinazozungumzwa hizi tunapokwenda nje, pia uwasilishaji lazima mtu ajue anachokiwasilisha.
Kwa hiyo tuelimike kwanza sisi ili na sisi tuelimishe. Sasa muda umekwenda sana. Tuchukue raundi ya mwisho kwa ufupi na niombe wanaojibu. Okay, maswali yamekwisha. Aha, sasa kama maswali yamekwisha, acha na mimi ni mara ya kwanza leo nasikia maswali yameisha. Mmevunja rekodi leo. Naam, waheshimiwa mawaziri mliopo nasi hapa, waziri wa mambo ya nje, waziri wa fedha akiwa online, naibu waziri wa maji, mabalozi, mkurugenzi wa katibu wakuu samahani, mkurugenzi wa TISEZA, tunawashukuru sana kwa michango yenu, taarifa na ufafanuzi ambao umeutoa, na kama nilivyosema, huu haukuwa mkutano wa taarifa tu, bali ni mwanzo wa utekelezaji. Kwa hiyo ajenda yetu ni moja, kwamba tunabadili vipi diplomasia ya uwekezaji iwe uwekezaji wa kujenga ajira. Tujenge ajira ambazo zitatupelekea kuwa na ustawi. Kwa tunapozitazama ziara hizi, tuzitazame kama ziara ambazo zinaenda kujenga msingi, zinaenda kupanda mbegu. Mheshimiwa Rais anafungua milango, anapanda mbegu. Mbegu lazima ipaliliwe, lazima imwagiliwe na ivunwe, na inapovunwa ukiprocess ndio unapata mapato zaidi. Kwa nafikiri ni jukumu letu sisi sote kuhakikisha kwamba tunachangamkia nafasi hizi kikamilifu, na kama wanavyosema vijana wa mjini, msije mkasema hatukuwaambia. Niwashukuru sana, na kwa waandishi wa habari, taarifa zipo nyingi zaidi za ufafanuzi huu. Mnaweza kuwasiliana na ofisi ya mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu kwa vitu vinavyomhusu Mheshimiwa Rais moja kwa moja au Ikulu, lakini pia mnaweza kupata taarifa zaidi kutoka ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje kupitia idara yetu ya mawasiliano, lakini pia wataalamu wa Wizara ya Afya wako hapa, wataalamu wa Wizara ya Maji wako hapa, na wataalamu wa Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira wako hapa. Tuendelee kuwafuatilia ili tuweze kupata taarifa za ufafanuzi zaidi pale ambapo tutafikiri kwamba tunataka kupata taarifa za kina ili tupeleke mawasilisho yetu vizuri zaidi. Na kufikia hapo ndio tumefikia mwisho wa mkutano wetu. Umekuwa mrefu sana.